Hujambo ndugu mpenzi mtazamaji, na karibu sana katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia ambacho kinakuja kwako kila wiki kutoka hapa Tosi TV Network. Na leo tena upo nami Baraka Tosi na nitakuwa pamoja nawe katika kuangazia somo la juma hili. Na kabla hatujaanza kabisa, hebu tupate ombi. Tuombe. Baba yetu mtakatifu, asante sana kwa ukuu na wema wako. Asante kwa kutupatia wasaa huu wa kujifunza neno lako. Fungua akili zetu tuweze kuelewa kile ambacho unahitaji kutufundisha. Katika jina lako Yesu Kristo. Amina. Naam, ndugu mpenzi mtazamaji, kichwa cha somo letu katika juma hili kinasema umoja kwa njia ya unyenyekevu. Umoja kwa njia ya unyenyekevu. Na fungu letu la kukariri linatoka katika kitabu cha Wafilipi 2 fungu la 2. Kimeandikwa, ijalizeni furaha yangu ili muwe na nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, mkinia mamoja. Katika kitabu cha Wafilipi 2 tunaona Paulo anaeleza juu ya umoja na anaeleza siri kubwa ambayo watu wanaweza wakawa nayo ambayo itawawezesha kuwa na umoja. Ni kweli mambo kadha wa kadha yamezungumzwa katika kitabu hiki cha Wafilipi, lakini hii sura ya 2 inaeleza kwa undani umuhimu wa umoja katika jamii ya waumini na kwa nini umoja ni muhimu katika kufanya kazi yoyote ambayo Mungu ametupatia. Kwa hiyo juma hili tutaangalia msingi wa kibiblia wa umoja katika kanisa. Ni namna gani watu wa Mungu katika kanisa wanaweza kuwa na umoja. Tutakuwa na mada kadhaa hapa. Mada ya kwanza itakuwa mfarakano huko Filipi, lakini pia tutaangalia chanzo cha umoja. Tutaangalia pia kupandikiza moyo au upasuaji wa moyo. Pia tutaangalia nia ya Kristo na hatimaye kabisa tutaangalia siri ya utauwa. Siri ya utauwa. Tukianza na mfarakano huko Filipi, natamani tusome katika kitabu cha Wafilipi 2 fungu la 1 hadi la 3. Neno la Mungu limeandikwa, basi ikiwako faraja yoyote katika Kristo, yakiwako matulizo yoyote ya mapenzi, ukiwako ushirika wowote wa Roho, ikiwako huruma yoyote na rehema, ijalizeni furaha yangu ili muwe na nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, mkinia mamoja, msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Sasa tunaona kitu kikubwa hapa ambacho Paulo anakieleza, na hii ni baada ya kuonekana kwamba kunakuwa na mashindano na kunakuwa na ukosefu wa umoja katika kanisa ambalo Paulo amekuwa akilipambania. Na hii inamsikitisha kwa sababu Paulo alilipenda Filipi na alikuwa amewapenda watu wa Filipi, lakini chachu ambayo mwovu anaitengeneza ni kuwafarakanisha watu hawa. Na jambo hili analolitengeneza ni kuhakikisha kwamba hakuna umoja katika kanisa. Lakini Paulo sasa anakuja na masuluhisho ambayo anayaleta, ambayo yangesaidia kurudisha taswira nzuri ya kanisa la Mungu katika Filipi. Katika kitabu cha Yakobo 3 fungu la 16, Yakobo anaeleza waziwazi ya kwamba sehemu yoyote ambayo kuna wivu, lakini pia kuna ugomvi, ndipo palipo na machafuko na kila tendo baya. Sehemu yoyote, iwe katika familia, iwe katika kanisa, iwe katika jumuiya yoyote, pale ambapo wivu utaanza kuibuka katika jamii ya hao watu, lakini pia pale ambapo ugomvi utaibuka katika jamii ya hao watu, kwa hakika machafuko yatatokea na hatimaye mfarakano. Kwa hiyo kila mmoja anatakiwa achunge nyendo zake, kwamba hauna haja ya kuwa na wivu. Kwa nini uanze kumwonea mwenzio wivu? Kwa nini uanze kusababisha tu ugomvi pasipo na maana yoyote? Lakini kitu kingine ni kiburi.
tutakapohakikisha kwamba hatuna kiburi kama Wagalatia, kitabu cha Wagalatia 5:26 kinavyoeleza, tukahakikisha kwamba kiburi hakipo, hakika maisha yetu, jamii yetu, makundi yetu katika kufanya kazi yoyote yatadumu. Na sasa baada ya kuonekana kama kuna mtafaruko na kukosekana kwa umoja, Paulo anakuja na masuluhisho kadhaa hapa ambayo anakuja nayo. Na jambo la kwanza, anaeleza kwamba kuna faraja katika Kristo. Anaeleza kabisa kielelezo cha Kristo, namna gani Kristo alijishusha, namna gani Kristo aliamua kuishi na watu wake pasi na wivu, pasi na ugomvi, pasi na kitu chochote kama hicho. Kwa hiyo mfano wa Kristo kwanza, kumtazama Kristo namna ambavyo aliishi, kunatakiwa kutupatie faraja na kutupatia nafasi ya kusonga mbele pasi na wivu, pasi na kiburi, pasi na ugomvi na mtafaruko wote. Lakini pia jambo la pili ni faraja ya upendo. Unaposoma katika kitabu cha Yohana 15 fungu la 12, Yesu anafunua upendo wake kwetu, namna ambavyo anatupenda. Na upendo wake kwetu ndio unaotakiwa kuingia katika kila moyo wa muumini. Kila mtu kama akiwa na upendo kama wa Yesu, kama Kristo alivyolipenda kanisa, kwa hakika hakutakuwa na mtafaruko. Lakini kitu kingine ni ushirika wa Roho. Kuwepo kwa Roho Mtakatifu katika maisha yetu kunajenga umoja. Pale ambapo utaona watu wameanza kuwa na wivu, pale watu wanapokuwa na magomvi, pale watu ambapo wanakuwa na kiburi, Roho Mtakatifu huwa anakuwa ameshaondoka muda mrefu. Kwa hiyo yatupasa tumkaribishe Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Ushirika wake na sisi ndio utakaodumisha umoja wetu katika jumuiya zetu. Lakini jambo lingine ni upendo au huruma. Tunapooneana huruma, pale ambapo tunachukulia watu wengine kama sisi ambavyo tunatakiwa tuchukuliwe, pale ambapo tunawaona watu wengine katika mtazamo ambao na sisi ndivyo ambavyo tulitamani tufanyiwe, basi hapo tutakuwa tunatenda jambo jema sana, jambo la huruma na jambo ambalo ni la faida kwa ajili ya kuhimiza umoja katika jamii zetu. Lakini jambo lingine ni rehema. Unapomwona mwenzio amekosa, pale unapomwona mwenzio amefanya jambo lisilo sahihi, hatutakiwi kukaza ubongo wetu na kutokutoa nafasi kwa ajili ya ndugu zetu. Lazima tuwarehemu rafiki zetu, tuwarehemu ndugu zetu. Na baada ya kufanya hayo yote, tuwe na nia moja. Hii itatusababisha tuweze kufanikisha mipango mingi ambayo tumekuwa tukiipanga. Pale ambapo tutakuwa na nia tofauti tofauti, huyu anawaza hiki, huyu anawaza hiki, hatutaweza kukamilisha mipango na mategemeo yote ambayo sisi tunayo. Sasa hebu tuangalie chanzo cha umoja. Chanzo cha umoja ni nini? Unaposoma katika kitabu cha Wafilipi 2 fungu la 2, kuna namna hapa Paulo anaeleza juu ya hili swala. Anasema, ijalizeni furaha yangu ili muwe na nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, mkinia mamoja. Unaposoma katika kitabu cha Wafilipi 2 fungu la 3 hadi la 4, kuna maelezo hapa ambayo Paulo anaeleza ya kwamba ili tuweze kuwa na nia moja, kwanza yatupasa tusishindane, lakini pia tuwe na nia moja, lakini pia tuwe na unyenyekevu, na zaidi ya yote tumhesabu kila mtu kuwa ni bora. Sasa hizi tabia zote ambazo tunaziona hapa ni tabia zilizo katika Kristo. Kristo yeye alishuka na hakutaka kushindana, lakini pia
alilisema neno kama lilivyo. Zaidi ya yote alikuwa hana majivuno na alikuwa mnyenyekevu, na tunaambiwa alikuwa mnyenyekevu hata mauti, lakini pia aliwahesabu watu wote kuwa bora. Na ndio maana hata Mafarisayo walipokuwa wanahitaji yeye aachane na watoza ushuru na wale watu waliokuwa na dhambi, hakukubali kufanya kitu kama hicho, kwa sababu alikuwa anatambua kabisa ya kwamba neno la Mungu linahitaji kila mtu amhesabu mtu mwingine kuwa bora zaidi kuliko yeye mwenyewe. Kwa hiyo chanzo cha umoja ni katika Kristo. Sasa hebu tuangalie katika mada nyingine inayosema kupandikiza moyo au upasuaji wa moyo. Tumeona wanasayansi wengi katika dunia ya leo wakijaribu kufanya utafiti na namna mbalimbali za kufanya maisha ya binadamu yaweze kuwa mazuri, na mojawapo ni katika watu waliotengeneza mfumo wa kompyuta ambao unatengeneza chip ambayo inapandikizwa katika ubongo wa mwanadamu na kumwezesha huyu mwanadamu aepukane na changamoto mbalimbali ikiwemo ugonjwa wa kifafa. Akili zetu pia ni kama kompyuta, na cha ajabu ni kwamba kompyuta au simu au namna yoyote ya kifaa cha kielektronic, pale ambapo hasa vile vifaa vya habari, pale ambapo unatazama habari fulani kwa muda mrefu, zinatengeneza kitu kinaitwa cache, na hizi ni kumbukumbu ambazo zitafanya kile ambacho unakitazama kwa muda mrefu kiwe kinakuja mara kwa mara pale ambapo unaingia katika mifumo hiyo ya kiteknolojia. Kwa mfano, kama una Instagram na unapenda kutazama vitu vya aina fulani, kila mara utakapofungua hiyo Instagram yako itakuletea vitu vya namna hiyo. Kama ni TikTok, vivyo hivyo. Kama ni YouTube, vivyo hivyo. Vivyo hivyo ni kama katika akili zetu. Pale ambapo unatazama vitu fulani kwa mara nyingi sana, ndivyo ambavyo vitakuja katika fikra zako kila mara. Sasa katika kupasua moyo au katika kupandikiza moyo, ni Roho Mtakatifu ambaye anaweza kutupasua au kufanya upasuaji wa mioyo yetu, lakini pia kupandikiza moyo, yani kuweka moyo safi. Neno la Mungu linasema niumbie moyo safi. Kwa hiyo anayeweza kutuumbia moyo safi ni Roho wa Mungu, na anaweza kutuumbia hivyo kwa namna gani? Pale tunapojibidisha kusoma neno la Mungu. Unaposoma katika kitabu cha Waefeso 6 fungu la 17, hapa natamani nilisome. Waefeso 6 fungu la 17, neno la Mungu linasema tena yenye moto na yule tena ipokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Pale ambapo tunajibidisha kusoma neno la Mungu kila siku, huu ni upanga ambao Roho Mtakatifu atautumia kuhakikisha kwamba tunakuwa na moyo mpya, moyo safi, na kutufanyia mabadiliko yaliyo halisi. Lakini pia kuna nia ya Kristo. Hii nia ya Kristo ni ipi? Kuna kisa hapa katika lesoni yetu. Mnamo mwaka 1963 kuna mchezaji huyu ambaye ni bondia, naye alitoa filamu yake ambayo inasema mimi ni bora kuliko wote, mimi ni bora kuliko wote. Na yeye alikuwa akieleza kwamba yeye ni bora, na katika filamu yote hiyo ameweka tu masuala ya ubora bora, kwamba yani yeye ana nguvu zaidi kuliko wote. Na ni kweli alikuwa mashuhuri, alikuwa amepigana ngumi nyingi na alikuwa ameshinda. Lakini sivyo kama ilivyo kwa Kristo. Nia ya Kristo ni ipi? Nia ya Kristo ni unyenyekevu. Na tukiangalia katika kitabu cha Wafilipi 2 fungu la 5 hadi la 8, hapa kuna mambo mengi ambayo yameelezwa hapa kama nia ya Kristo. Imeandikwa, tena alipoonekana ana umbo kama la mwanadamu,
alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo majina yote. Tunaona nia ya Kristo ni unyenyekevu, na katika maisha yote ambayo Kristo aliishi hapa duniani, alidhihirisha unyenyekevu ni silaha bora ya mafanikio. Na tunaambiwa alijinyenyekeza hata mauti, na kwa hakika alijitoa kikamilifu. Kwa hiyo nia ya Kristo ni unyenyekevu, lakini pia ni kujitoa kikamilifu katika kila kitu ambacho Mungu ametutuma kwacho. Kuwachukulia wengine kama bora, kujinyenyekeza, kuwaona wengine wanafaa zaidi. Hii ndiyo nia ya Kristo, na ndivyo ambavyo Kristo anatamani kila amwaminie, kila mtu awe hivyo. Tunaambiwa katika kitabu cha Mathayo 23 fungu la 11 ya kwamba naye aliye mkubwa atadhiliwa, na yeyote atakayejidhili atakwezwa. Kwa hiyo yeyote atakayejinyenyekeza, yeye atakwezwa, lakini yeye ambaye atajikweza mwenyewe na kujitukuza mwenyewe atashushwa kabisa. Kwa hiyo maisha yetu yanatakiwa kuonyesha unyenyekevu na kujitoa kikamilifu. Sasa kuna mada nyingine ambayo ina kichwa kinachosema siri ya utauwa, na hapa Paulo anaeleza mambo kadhaa hapa ambayo yatamfanya mtu kuwa mtauwa kweli kweli. Na jambo la kwanza kabisa anasema kuwa na namna ya Mungu. Katika Wafilipi 2 fungu la 6 tumeelezwa vizuri kwamba Yesu alivyofanya, alijinyenyekeza akajitoa. Kwa hiyo kuwa na namna ya Mungu ni silaha mojawapo ya kuwa mtauwa. Ni siri ya kwanza kabisa ya kuwa mtauwa. Lakini jambo la pili, na haya yote tunaona siri hii kutoka katika maisha ya Kristo. Yaani kwamba kwanza, jambo la kwanza, Kristo alitamani kufanya mapenzi ya Mungu, na yeye kuna sehemu moja anasema ni wajibu wake kufanya mapenzi ya Baba, kwani yeye ndiye aliyemleta. Lakini jambo nyingine ni alijifanya kuwa hana utukufu. Ni kweli yeye alikuwa na utukufu na aliacha enzi akashuka mpaka duniani, lakini akaonekana kabisa hana utukufu wowote na ni mtu wa kawaida kabisa, na wanadamu wakamdhalau. Lakini haikuwa uhalisia wa namna alivyokuwa. Yeye alikuwa ni mtukufu sana, alikuwa ni mwenye enzi, alikuwa ni mtu wa juu, lakini alijishusha na akajifanya kabisa hana utukufu wowote. Lakini jambo lingine, alijinyenyekeza, na tunaambiwa alijinyenyekeza hata mauti, na mauti ya msalaba. Kifo cha msalaba kilikuwa ni kifo ambacho kwa kipindi hicho kilikuwa ni kifo cha juu sana. Labda leo katika dunia ya leo tungeweza kusema kunyongwa. Nadhani ndiyo ambayo inaonekana kama hukumu ya juu kabisa, kunyongwa, na kuna namna tofauti za kunyongwa. Sasa kwa kipindi hicho hukumu ya msalaba ilikuwa ni hukumu ya mbaya kuliko yote, na ilikuwa mtu anayehukumiwa hivyo alikuwa amelaaniwa na ameonekana hafai kabisa katika ulimwengu ule. Kwa hiyo Yesu alihukumiwa hivyo. Kwa hiyo haya yote yanaonyesha ni siri gani ambayo tukiwa nayo, ambayo ni hii ambayo tumeichunguza, itatufanya tuwe watauwa kweli kweli. Kwa kutazama maisha ya Kristo, kwa kuishi kama Kristo, tutakuwa watauwa haswa. Kuna nukuu hapa ambayo natamani nisome katika kitabu katika manuscript ya Ellen G. White ya 36 mwaka 1885. Imeandikwa, tunapopokea mafunzo kama Musa katika shule ya Kristo, tunajifunza nini? Kuwa na kiburi, kujidhania kuwa bora kuliko wengine? Hapana. Kwa kweli, kadiri tunavyojifunza katika shule hii, ndivyo tutakavyozidi kuwa wapole na wanyenyekevu.
Hatupaswi kuhisi kwamba tumejifunza kila kitu kinachostahili kujua. Tunapaswa kutumia talanta Mungu alizotupa kwa ufanisi mkubwa, ili tutakapobadilishwa kutoka katika hali ya kufa na kupewa kutokufa, hatutaacha kile tulichojifunza, bali twende nacho upande wa pili. Katika zama zote zisizo na ukomo za umilele, Kristo ana kazi yake ya ukombozi. Atakuwa mada yetu ya kujifunza. Huo ndio mwisho wa somo letu katika juma hili, na tumejifunza vizuri kabisa ya kwamba kama tunahitaji kuwa watauwa, ni lazima tuwe kama Kristo. Mungu akubariki. Ulikuwa nami Baraka Tosi, na tunapofunga basi tupate ombi. Tuombe. Baba yetu mtakatifu uliye mbinguni, tunakushukuru kwa mambo makuu ambayo umeyaonyesha katika maisha yetu. Tuwezeshe tutende sawasawa na mapenzi yako kama ulivyotueleza leo, katika jina la Yesu Kristo. Amina.